Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru. La kwanza, kwa mujibu wa Randama, mafanikio ya utekelezaji wa bajeti barabara mwaka huu mlipania kujenga kilomita 100, lakini utekelezaji wenu ni 26%. Mmejenga tu kilomita 100, 26% performance. Barabara za mikoa mmejenga kilomita 20, sawa na 20.9% performance. Ukarabati wa kiwango cha changarawe mmejenga kilomita 213 mekarabati, sawa na 23% performance. Madaraja performance yenu 13%. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, ndugu zetu hapa wanaongea kwa mbwembwe, lakini ukija kwenye ufanisi ni chini ya 25. Kwa haya mambo sio ya kujivunia sana. Na siku zote nimekuwa nikisema ni muhimu sana wataalamu wetu wa kuandika hizi hotuba wajaribu kufupisha maandiko ya hotuba. Wanajaza mabarabara mengi, na barabara mengine yanahusisha barabara ambazo zilishamalizwa. Mimi kuna barabara zangu za jimbo la Kawe toka 2020 zimeisha, lakini wanaziandika. Sasa kwa nini tunakuwa tunajaza maneno mengi bila ufanisi? Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi fedha za mfuko wa barabara, hili ni takwa la kikatiba. Amezungumza hapa kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati. Ibara ya 135(2) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano inaeleza kabisa fedha zilizotengwa kwa madhumuni maalum hazipaswi kuingizwa katika mfuko mkuu wa serikali. Na tulitungia sheria, Mheshimiwa, sheria ya barabara vile sura 220 imeitaka TRA, ambayo ni mamlaka ya mapato, kukusanya kwa niaba na kuziwasilisha kwenye mamlaka husika. Taarifa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ya mwaka huu anasema kwenye yale maeneo yote manne yenye mifuko, inasema ukaguzi wa TRA unaonyesha kwamba jumla ya trilioni 2.59 zilikusanywa na wao kwa niaba ya REA, kwa niaba ya mfuko wa maji, kwa niaba ya mfuko wa reli, na kuhamishiwa hazina, which is ni makosa. Lakini bahati mbaya, zilipohamishiwa Wizara ya Fedha, kilichotolewa kwenye mifuko husika ni trilioni 1.4 tu. Trilioni 1.14 hazikupelekwa. Hiyo ambao mkaguzi ametoa taarifa mwezi Machi mwaka huu. Anatuambia hapa mwenyekiti wa kamati ya ujenzi kwamba kwenye eneo la TANROADS ama mfuko wa barabara kwa mwaka huu walitakiwa wapewe bilioni 800, wamepewa bilioni 200. Alafu mnategemea miujiza? Kwa taarifa mkaguzi mkuu, katika zile trilioni 2 na kadhaa nilizosema, mfuko wa barabara ulitakiwa upewe trilioni 1.4. Walichopewa ni bilioni 800, bilioni 648 zimebaki Wizara ya Fedha. Kwa mwaka jana 648 kwa mfuko wa barabara, mwaka huu kwa mujibu wa kamati ya bunge 600 imebaki. Waziri wa Fedha na Wizara ya Fedha wanavunja katiba, alafu tunaangalia, tunajifanya kama hatujui, na bunge tunalalamika. Hatuwezi kuendesha nchi namna hii. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, nirudia kusema kwamba ni muhimu sana bunge tukasimama tunapotakiwa tusimame. Kama tuna waziri anayeweza kukiuka maelekezo ya katiba ya nchi, si mara moja fedha
zinatozwa kutokana na tozo tulizozitoa kwa wananchi wa Tanzania kuchangia kwenye mafuta. Kila lita moja ya mafuta kwa mdundulizo wa mabadiliko ya sheria ya miaka zaidi ya 6, mwananchi anachangia si zaidi ya shilingi 500, si zaidi ya shilingi 600. Tokea sheria hii ya tozo ianze, sheria zinavunjwa, tunaangalia hela ipelekwi, kila mtu analalamika barabara hapa. Unakuta mabarabara yameandikwa mengi, nendani mkasome randama. Una kilomita 1, una kilomita 2, una kilomita 3. Sasa barabara ya kilomita 200 unapewa la kilomita 1 na unapiga makofi, tumepata barabara. Taarifa mwingine. Taarifa. Pamoja na mchango mzuri wa Mheshimiwa Mdee dada yangu, nataka nimpe taarifa tu kwamba serikali imenikamilishia barabara ya kilomita 67 kwa lami nzuri, na sasa hivi wanaanza kunifungia taa. Upotezee muda bwana, sisi tunazungumza. Mheshimiwa Halima, unapokea taarifa? Mheshimiwa, hivi vitu cheap hivi ndio vinakuwa vinaangamiza taifa. Mimi nazungumza katika broad aspect. Ndio maana sijakaa hapa ngazungumza barabara za Kawe. Sababu tunazungumza masuala ya kitaifa. Nchi hii inahitaji barabara. Tumetunga sheria ili fedha za wananchi kupitia kununua mafuta siweze kusaidia kurudisha maendeleo kwao. Fedha zinakatwa, zinakusanywa na TRA, anabaki nazo Mgwili Mchomba pale za fedha. Zinafanya nini? Labda mtuambie kuna matumizi mengine ya ziada ambayo bunge alijui. Sababu kama bunge tunasema tunakusanya trilioni 44, tunakusanya trilioni 46 kwenda kutekeleza mipango ya maendeleo, mnatuambia zimekusanywa, ikija kwenye utekelezaji 20%, mnapaka hela. Mtujibu. Sijakaa tunapoteza muda hapa, fedha zinakusanywa zinaishia mifukoni kwa watu. Lazima mtupe majibu ya mantiki. Hilo